Simama kidogo, niulize swali moja la msingi sana. Nikuulize wewe unaisikiliza. Kwa nini kuna watu unaingia tu kwenye chumba chochote kile, haujasema chochote, lakini kila mtu anakugeukia, kila mtu anakusikiliza, kila mtu anakuheshimu bila hata kuomba? Na kuna watu wengine wanazungumza sana, wanajitahidi sana, wanafanya kila kitu, lakini bado hawaonekani, bado kwa kifupi hawaheshimiwi. Tofauti yao si pesa, sio elimu, na wala sio maarufu. Ni tabia moja ndogo sana, ambayo wachache wanaijua na wengi wanaikimbia bila kujua. Leo nitakufundisha hiyo tabia, na nakuahidi ukianza kufanya hivi, mazingira yako yatabadilika yote. Watu watabadilika, jinsi wanavyokutazama, kila kitu kitabadilika. Kaa nami, ninawezekana kubadilisha maisha yako. Moja, lazima utambue tatizo kubwa ambalo wengi hawalijui. Sisi wengi tulifunzwa kuwa heshima inapatikana kwa nguvu. Kwa maana upige kelele, udai nafasi yako, ujionyeshe. Lakini ukweli ni kwamba watu hawaheshimu sauti kubwa, hawaheshimu maneno mengi, hawaheshimu hata ujuzi mwingi, kama haukuambatana na kitu kimoja muhimu. Kitu hicho kinaitwa uwezo wa kujitawala. Uwezo wa kukaa kimya wakati wengine wanagombana. Uwezo wa kuendelea na kazi yako wakati wengine wanakata tamaa. Uwezo wa kusimama imara bila kupiga kelele. Hiyo ndiyo inawafanya watu waamke usiku na kusema, huyo mtu ana kitu tofauti ndani. Siri ya kwanza, simama kwenye neno lako. Fikiria mtu unayemheshimu zaidi maishani mwako. Jiulize, je, yeye anabadilika kila siku kulingana na hali? Je, anasema ndio leo na kesho anasema hapana? No. Mtu unayemheshimu sana uimara. Unajua atakwambia ukweli hata ukiumia. Unajua maneno yake yana uzito. Unajua akikwambia anafanya. Siri ya kwanza ya kuheshimika ni hii: usiseme unachoweza kukifanya tu, fanya unachosema. Watu wanaangalia, wanaona kila kitu. Ukisema utafika saa 3, kesho ukafika saa 5 bila sababu, wamekuandika tayari. Ukiahidi kitu kisha ukaachana nacho bila sababu, wamekuandika. Pole bila wewe kujua, unakuwa mtu ambaye maneno yake hayana uzito. Lakini ukisimama kwenye neno lako, hata mambo madogo, watu wataanza kukuamini, na imani ndio msingi wa heshima yoyote ile. Jizoeze leo, usiseme chochote usichokusudia kukifanya. Jiulize kwanza, kisha sema. Pili, jifunze kunyamaza kwa nguvu. Hii itakushangaza. Wengi wetu tunafikiri kuzungumza sana kunaonyesha ujuzi, lakini ukweli ni kwamba watu wanaoheshimika zaidi duniani wanazungumza kidogo, lakini kila neno lina uzito wa almasi. Ukinyamaza wakati mtu anakuchokoza, unaonyesha nguvu, na ukinyamaza wakati wote wanagombana, unaonyesha hekima. Ukinyamaza na kufanya kazi, unaonyesha tabia. Utulivu ni nguvu, sio udhaifu. Fikiria simba, akimbie panya, akimbie kelele, anakaa anaangalia, anajua wakati wake utafika. Wewe pia jifunze kitu kimoja: kuwa simba wa nafsi yako. Usijibu kila mtu anayejaribu kukuchochea. Usijibu kila tusi. Usijibu kila ukosoaji wa bure. Ukinyamaza kwa busara, watu wataanza kukuuliza, huyu mtu anajua nini ambacho mimi sijui? Siri ya 3, wekeza katika muonekano wako wa ndani. Heshima ya nje inatoka ndani. Ukijichukia wewe mwenyewe, watu wataona. Ukijishuku mwenyewe, watu wataona. Ukiwa na hofu ndani yako, hata ukivaa nguo nzuri, watu wataona. Lakini ukijijua thamani yako, ukiamini unastahili, bila arrogance, bila kiburi, bali kwa utulivu wa mtu anayejua anaelekea wapi, watu wataona hiyo pia. Wekeza katika akili yako. Soma vitabu, sikiliza maneno ya hekima, tafuta watu wanaokufanya ukue. Omba Mungu akuongoze. Jaji mwili wako, lala, pumzika, jali hisia zako. Kwa sababu mtu anayejitunza anasimama tofauti, anatembea tofauti, anazungumza tofauti. Na watu hawaheshimu nguo, wanaheshimu mtu aliyemo ndani ya nguo hizo. Siri ya 4,
heshimu wengine kwanza. Hii ndio siri ya mwisho na labda yenye nguvu zaidi. Ukitaka kuheshimiwa, anza kuheshimu wewe mwenyewe wengine. Hata wale walio chini yako, hata wale wasiokubaliana na wewe, hata wale ambao bado hawajafika mahali ulipo. Watu wanaoheshimu wote, wadogo kwa wakubwa, wanaonekana kama mabwana wa kweli, kwa sababu heshima ya kweli haitegemei hali ya mtu mwingine, inategemea tabia yako mwenyewe. Jibu salamu, sikiliza kwa makini. Usidharau mtu mbele ya mwingine. Usidhihaki ndoto za mtu. Ukisema asante kwa moyo, ukisema samahani bila kiburi. Mambo haya madogo yanabeba nguvu kubwa sana, na watu wanayaona, wanayakumbuka, wanakuenezea. Basi hebu tukumbuke pamoja. Heshima haiji kwa nguvu wala kelele. Inakuja kwa uimara wa maneno yako. Inakuja kwa utulivu wakati wa dhoruba. Inakuja kwa kujijua na kujitunza, na inakuja kwa kuheshimu wengine bila kujali wanakuheshimu wewe au la. Fanya hivi kwa siku 30 tu. Tazama mazingira yako yatabadilika namna gani. Na wewe unayetazama video hii sasa hivi, najua umeguswa na kitu kimoja angalau. Hiyo ndio ishara. Usiache ishara hiyo ipite bure. Kama video hii imekugusa, bonyeza like sasa hivi. Hiyo inanisaidia niendelee kuleta maudhui kama haya. Subscribe ukitaka ukue kiroho, kiakili na kimaisha. Familia yetu inakusubiri. Comment hapo chini, ni siri ipi kati ya hizi 4 ambazo unahisi unahitaji zaidi leo? Niambie, nataka kusikia. Na kama una rafiki yako, ndugu au mpenzi anahitaji kusikia ujumbe huu, share video hii kwake. Labda ndio kitu anachokihitaji siku ya leo. Nakupenda na watakia mafanikio. Tutaona na video inayofuata. Asante.